Kuna kuliishi kusudi lako na kuna kuliishi kusudi la Mungu. Watu wengi sana hawajui kuliishi kusudi lako na kuliishi kusudi la Mungu ni vitu viwili tofauti. Mara nyingi sana watu wanasema lazima ulijue kusudi la kuzaliwa kwako. Ni kweli, lakini mara nyingi sana hatujui kuliishi kusudi lako na kuliishi kusudi la Mungu ni vitu viwili tofauti. Kuliishi kusudi la Mungu, Mungu akitaka uliishi kusudi lake, anakulazimisha. Waulize watu wote walioitwa na Mungu, hasa wachungaji hao. Ongea naye, 90% hao watumishi hawakutaka kuwa wachungaji, including me. Hawakutaka kuwa wachungaji. Lakini Mungu alipoona huyu jamaa ataharibikiwa. Mungu alipoona nitaharibikiwa nikilikataa kusudi lake. Mimi nilikuwa namwambia Mungu, naomba unipe hela ni support injili. Lakini Mungu anataka mimi ndio nihubiri injili. Kwa wakati Mungu anataka mimi nihubiri injili, mimi nataka ni support injili. Natafuta pesa na ni mjanja na uwezo wa kutafuta hela ili nihubiri injili. Mungu anataka mimi nihubiri injili. Tuna makusudi mawili tofauti. Alafu Mungu akaniambia, ukinipa maisha yako utayaona, lakini ukikataa kunipa maisha yako utayapoteza. Ili andiko likashinana mimi sana, lakini nikawa najaribu kujiuliza nafanyaje. Ikafika mahali nilibidi nifungwe jela. Niliwekwa jela. Nilipata kesi mwaka 95. Serikali ilipitisha sheria ya ukibaka miaka 30. Kwa hiyo ubakaji ulikuwa umekithiri sana. Yaani watu zamani magari yalikuwa ni adimu sana. Mpaka leo naamini bado madaladala. Mimi mara nyingi sipandi daladala. Lakini daladala mtu unasimama na mdada hivi hapa, unabaka kwenye daladala. Kulikuwa na kitu kinaita popobawa sijui na nini. Watu wakaanza kufungwa miaka 30. Alafu wakati na miaka 30 imepitishwa, mimi na kesi ya ubakaji. Alafu ukifungwa na kesi ya ubakaji hakuna dhamana. Alafu sio ubakaji tu, na kesi ya kutumia silaha. Na sio tu kesi ya kutumia silaha, na kesi ya kuua polisi. Sio tu na kesi ya kunyang'anya mali. Sasa nimetafutwa mpaka ilibidi niende polisi mwenyewe. Nafika polisi na kukuta washikaji zangu mapolisi, na waambia nasikia mnanitafuta. Kwa kuwa sasa unajua kule mtaani nilikuwa naishi Bongo. Watu walikuwa hawajui jina langu. Nilipotambulisha jina langu kabisa ambalo ndio nilikuwa ninatafutwa, yaani nakwambia marafiki zangu wenyewe mapolisi, hao jamaa usiwaone hivi bwana, hawanaga ndugu. Wakanipiga pingu ndani na nimeenda kituoni mwenyewe. Nikakaa jela bila dhamana, na kijana kadogo. Huko ndani kuna majamaa yameua na nimefungwa nayo sasa. Maana mimi nimeua polisi, alafu nimebaka, nimenyang'anya mali. Kuliishi kusudi la Mungu na kuliishi kusudi lako ni vitu viwili tofauti. Sasa mara nyingi watu huwa wanasukumwa na kusudi lao kuliko kusudi la Mungu. Kwa hiyo kuliishi kusudi lake, Mungu anapoona wewe haulitaki kusudi lake, anakulazimisha. Anaweza Mungu akasababisha ukafukuzwa kazi. Na ndio maana ngoja nikwambie kwa nini walokole wengi ni maskini. Na la ajabu una fursa huko hapa. Yakobo una fursa. Utawahi kuweza kuishi bila kuokoka. Ninakuambia ningekuwa naweza kuwapa kama jamaa wengine ningekuapia. Lakini wewe huwezi kuishi bila kuokoka. Huwezi Yakobo. Kiwango ulichomuonja Mungu huwezi kuishi bila huyo Mungu. Utakuwa nakaukiwa tu. Pesa na mali na mashamba na magari unayoyaona watu wanaendesha na wewe unayaona ni ya kwako, utakufa hujaendesha. Mungu akikupa unayotaka, Mungu akikupa kuliishi kusudi lako, utaliacha kusudi lake. Ukiliishi kusudi la Mungu, Mungu anayafanya kusudi lako kutokea. Nilikuwa nimeitwa na Mungu Mererani, nikarudi kuhubiri Mererani. Mahali pana hela. Washirika wakipata hela wanahama. Yaani nilikaa pale mpaka nikajisi na laana. Nikavunja laana zote. Mimi ni mchungaji na mwalimu wa deliverance. Nikaanza moja baada ya nyingine katika jina la Yesu. Laana ya baharini najitenga nayo. Laana ya nchi kavu nikajitenga nazo. Wakipata hela wanaenda. Unajua walokole wengi ni maskini na watabakia maskini kama hawatajifunza kuliishi kusudi la Mungu kwanza. Kuona Mungu anataka nini. Unajua wewe una kusudi lako duniani. Umekuja kuestablish familia, mali, maisha, mashamba. Na Mungu, yani nimekaa pale Mungu akaniambia, mwanangu sikukunyang'anya maisha yako. Ni wewe tangu uliponipa hujawahi kurudi kuyataka. Ulipompa Yesu maisha, yani baada ya kuliishi kusudi langu, mimi sikia, mke wangu huyu nilipoamua sasa nitafanya kile Mungu ameniita, nilitoa kila kitu. Tulikuwa tuna biashara, tuna nini, kaanza kuhubiri pesa, nikauza TV. Miaka ile kijana kuwa na TV sio mchezo.
tukatoa makochi, tukahamishia, tukaanza huduma. Mtaji tuliokuwa nao wa kufanya biashara tukaenda kununua mabati, tukajengea kanisa, tukaanza kukaa pale. Mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, hakuna kuhama, ni kukemea pepo asubuhi, mchana, jioni, usiku, kila siku tuko pale. Mke ndio anadeki madhabahu, ndio anafagia. Na madhabahu ni nini? Kanisa kanalingana na hii madhabahu hivi. Kanajaa, yani kanisa kalikuwa kembamba hivi, mirerani kafupi hapa, kana watu 100, 200, 300. Na wote walioko pale wamepona kansa, wamepona ukimwi, wamepona kansa, wamepona sijui ya nini, wamepona, yani ni watu wako pale na mapepo, wamefunguliwa, ni watu wagonjwa. Alafu ilikuwa ukiondoka tu unakufa. Kwa hiyo hamna kuondoka. Yani tulizika kama watu 5. Mtu analeta, unajua siku hata akishaona amenenepa hivi anaanza anaenda anadedi. Kwa hiyo adabu, kanisa likawa na adabu, lakini hela hakuna. Ugali hakuna. Mungu akaniambia umeliishi kusudi langu, sasa utaliishi kusudi lako. Ndio ka surprise ka kwanza baada ya kwenda kwenye maombi na kumlalamikia Mungu, watu wakipata hela wananiacha. Bwana akaniambia, wewe unawategemea watu, unaangalia sadaka na mafungu ya 10. Hauniangalii mimi niliyekuajiri. Akaniambia watumishi wengi ni maskini kwa sababu wanaangalia mafungu ya 10 na sadaka kwamba ndio vitu vitakaotajirisha. Tangu pale nikaachana na sadaka, siulizi imeingia shilingi ngapi na sijui ni nini kinaenda kufanya na sadaka. Ndipo Bwana akanipa ufundisho. Akanifundisha hata kushona mahema. Nilikuwa nawaambia habari ya kuuza ploti, ni wazo likutoka kwa Mungu. Toka pale Bwana akaanza kunipa kuliishi kusudi langu. Ndio nikaanza kujenga nyumba ya maisha yangu, nikaanza kuendesha gari ya ndoto zangu, nikaanza kula chakula nikaanza kupiga pamba za ndoto yangu. Wewe unawaza kupiga pamba ya ndoto zako wakati hujanunua hata mic na wewe ni muimbaji. Yaani wewe ni muimbaji ulia kununua hata mic 30,000. Hata waya ya mic. Unajiita tu mimi of course yes. Yes where? Wachungaji ni wachoyo sana, ukienda kuimba pale wakupi hela. Yeye mchungaji amejinyima, ametoa kila kitu, akanunua mixer, akanunua mic, akanunua nini, akanunua keyboard na hata hajui kupiga. Wewe unapiga, unavunja key, unatupa kule. Of course yes, utapauka sana, utapauka, yani utafika umechoka wewe. Unajua wachungaji wakikaa tu kidogo wanatajirika. Unaona mchungaji ameanza tu juzi anafaa vizuri. Muulize ametoa sadaka shilingi ngapi? Ameliishi kusudi la Mungu kabla hajaliishi kusudi la nani? La kwake. Yohana mlango wa 15 mstari wa ngapi? Wa kwanza. Anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lisilozaa na kila tawi lizaalo ulisafisha, ili lizidi kufanya nini? Kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu lile neno nilowaambia. Kaeni ndani yangu na mimi nini? Ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Wangapi baada ya kuhubiri kwangu hii mistari anaanza kuelewa kukaa ndani ya Yesu? Kama wewe ni tawi, unaanzaje kufanya mambo yako? Yani wewe ni tawi, unataka kule mbele uzae matunda. Wewe na mke mzuri of course, uende ng'ambo of course, uende Ulaya of course, wewe na magari mazuri of course cool, lakini hauko ndani ya huo mti. Inawezekana? Kaeni ndani yangu. Anasema hivi, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Leo unajiuliza, kwani mbona watu wako nje ya Yesu wanafanya mambo? Na nimekwambia hayana nini maana. Mtu asipokaa ndani yangu utupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu uyakanyaga, uyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Leo tuna ulimwengu wa watu wanaotaka kuombewa. Wanafikiri maombi yanaleta maisha. Hata mimi ningeacha uaskofu, baba yangu mchungaji, nikaombewe mahali na mwalimu na nabii na mtume, askofu, daktari akanipige mikono na sadaka ningetoa sana. Maana ukishaombewa mambo yanakuwa uongo. Hauko ndani ya Kristo utawaiza. Utahama tu kwa nabii kwenda kwa mwingine na utaendelea kututajirisha sisi. Na sisi hatusemagi sadaka zimetosha. Kama vile Baba alivyonipenda mimi nami na ninavyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, na kama mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Watu wengi hawajui Yesu alishika amri za Baba, akakaa kwenye pendo la Baba, na Mungu akampa kila alichokitaka. Hayo nimewambia ili ninyi furaha yenu iwe ndani yenu na furaha yenu ipate kufanya nini? Kutimizwa. Wangapi wana mambo ambayo wanatamani furaha zao zitimizwe? Wangapi wana mambo ambayo wanatamani furaha zao zitimizwe? Kaa ndani ya Kristo. Na ukaa ndani ya Kristo, unajua kuna watu wasema kaa ndani ya Kristo, usiue, usiibe, usizini. Hivyo ni vitu vidogo mno.
Wapendwa, wakishaacha kuzini, wakishaacha kuolewa pombe, wakishaacha kuongea uongo, wanasubiri sasa, baba leta baba, wanaenda kulala. Hata kazi wengine hawafanyi, kazi tu hawafanyi. As long wameshajitenga na dunia, wanasubiri Mungu alete hela. Wanashangaa jamaa aliyekuwa nao amepita na gari, anajiuliza nini hauyafanyi ambayo baba anataka ufanye. Mimi nimeenda Australia nikamkuta Mwafrika mwenzangu bishop, tena alikuwa kwangu ni senior, anafagia mitaro Australia. Ni mpangaji, ana nyumba ya mkopo, ana simu ya mkopo, ana kabati ya mkopo, ana friji ya mkopo, analipa kwa kufagia mtaro, anaishi kwa mateso. Mimi leo hii baada ya miaka michache niko Afrika, nina nyumba yangu haina mkopo, na gari yangu haina mkopo, na kanisa kama hili halina mkopo, na vyombo kama vile havina mkopo, na endesha gari ya pili haina mkopo, na watoto wangu hawana mkopo. Haleluya! Nilipoyatanguliza na kuyafanya ya baba kwanza. Watu wengi sana, hasa sisi Wakristo wapendwa, tukifanikiwa uwaga tunaachana na Mungu. Tuwaga waaminifu sana kupata, tunakuwa waaminifu sana kutoa fungu la 10 tunapokuwa na hela dogo. Tunakuwa waaminifu sana tunapokuwa tujaajiriwa. Tunakuwa waaminifu sana ibadani wakati hatuna kazi. Ukiajiriwa tu, of course nimechelewa. Kazi gani? Assistant nurse. Wewe assistant nurse hautaki tena ibada. Of course nimechoka sana. Umechoka sana Wakristo ndio uwaga wanashangaza, mbingu zinawashangaa. Maana Wakristo wakifanikiwa uwaga wanampungukia Mungu. Nilikuwa na baba mmoja namwombea, sasa baba, nimekuja uniombee, nataka nafasi kubwa serikalini. Wakati tunaongea akaniambia, baba, unajua kuna kitu Mungu amenifundisha usiku wa leo. Nikamwambia, nini mwanangu? Akaniambia, unajua Mungu ameniambia hata sisi hata mimi aniamini. Nikamwambia, una maana gani? Nasema sikia. Nasema unajua wenzetu Waislamu na dini nyingine wakipata hela ndio wanajenga msikiti bila mtu. Anakuja hapa anasema tu, mchungaji, gharama bili ya umeme shingapi hapa, analipa yeye kila mwezi. Lakini Wakristo wakipata ndio wanachana mchungaji sana, kula sana, kupita hivi na kakaunda kako hapa. Unaona sasa vile mchungaji anapendeza, kubadilisha ukavaa pete nyingine ya dhahabu, kubadilisha saa, anasema sasa unaona vile vitu hata tena mchungaji apate vitu. Yaani mimi hivi Mungu ananibariki na vigari vya mtumba, hebu sema vigari vya mtumba. Yaani nabadilisha vigari vya mtumba. Waga nanunua gari leo, nitumia 600 700 na wakonga tu moyo na ushughulikia umaskini kwa matendo. Na kiuza hicho gari alafu na top up hela, naleta namba mpya. Chassis number, siweki namba, natembea na chassis number for sometimes kumuonyesha shetani na kitu kipi ambacho akijakaliwa na Mwafrika. Wanang'ata meno, unaona ni hela tu, ni magari wanabadilisha, ni magari. Na wanaosema wengi sio Waislamu. Waislamu, shekhe wangu, Mungu amekubariki bwana, inshallah. Mwenyezi Mungu amekujalia bwana, wewe ni mtu mkubwa bwana. Yaani wewe, nilienda mimi kwa Muislamu mmoja Dar es Salaam, Mwarabu. Nikamwambia nataka kununua gari yako, lakini sina hela. Akasema, baba, unataka nipate laana? Mtu kama wewe mchungaji, beba gari hiyo baba, nenda. Akanipa gari ya milioni 27 na viela vidogo tungamacha. Sema ukitaka na gari yake nitakupa. Mtu wa Mungu kama wewe ukinizulumu, Mwenyezi Mungu atanibariki mara 100. Nenda kwa Mkristo, muombe hela tairi. Baba, unajua hali ni mbaya sana. Baba, hali ni mbaya. Baba, hali ni mbaya. Nakwambia baba, mwezi huu ni mbaya. Baba, ni mbaya. Ukiishi kusudi la Mungu, kusudi lako, maisha yako ni rahisi. Yani God to fund your life. Mungu kukuweka hela kwenye mikono yako, uyaishi yale maisha unayoyapenda, ukae kwenye ile gorofa yenye balkoni 5. Ni kitu rahisi kwa Bwana, kitu rahisi sana. Kwenye zile nyumba ulikuwa unaziona kwenye magazeti ukiwa mtoto, unasema nikiwa mkubwa nitajenga hii. Mungu anakupa, lakini weka kusudi lake kwanza mbele. Unakuwa kama house girl anayekula uji wa mtoto. Yaani wewe umeletwa hapa kutunza mtoto, unauni uji wa mtoto, unakunywa uji wa mtoto, unakunywa maziwa ya mtoto, unakula mayai ya mtoto, alafu unataka bosi akupe hela. Tunza kwanza mtoto anenepe, awe na afya njema, alafu uone mbingu zitakazofanya kwa ajili yako.